Nasema kuwa hizi ni nyakati za mwisho, tunatakiwa kuwa makini sana watumishi. Tusikubali imani zetu shetani akatutawala. Mhubiri 3:1 anasema kila jambo lina majira yake. Usikae ukapoteza muda wa haijalishi hao watu wanakupa mamilioni ya pesa ili uweze kuombea timu yao ishinde, timu fulani. Kwani nikiingia kwenye mtandao na nikiona kile kitu kimeniumiza sana. Sasa nataka niseme kuwa tuache kutabiri mipira, tuache kuombea mipira. Una moja rafiki yangu mmoja mtumishi alikuwa anapenda sana kutabiri mpira. Nikamwambia wewe ni rafiki yangu sana na nakufuatilia, nilikuwa naomba usitabiri mipira, usiombee mpira. Hata kama unapenda timu, iwe siri. Isiwe tu kujionyesha kote, mimi ni timu fulani, mimi ni timu fulani, labda mimi ni Simba, mimi ni Yanga, mimi ni Manchester, mimi ni Real Madrid. Usijionyeshe kama mtumishi, utakiwi. Unatengeneza uadui na waumini wengine na watu wengine, au watu wote ni watu wa Mungu. Sasa unapoombea timu fulani na ile timu yule pale akipigwa, je, wakiumizana? Je, kama mtumishi unafurahi wale waumizane baada ya mechi kuisha? Unafurahi wale watukanane baada ya mechi kuisha atakayeshindwa? Huo sio utumishi. Tusifanye vitu kama hivyo. Kwa tangazo lifike, sifa kwa mtumishi wa Mungu ni kuombea watu. Vijana hawana ajira, hawana kazi, waombee. Kuna vijana ambao wameanguka katika dhambi, madawa ya kulevya.